Actually mtandaoni kumekuwa kuna debate kubwa sana, mfano kama hii unayoiona hapa kushoto kwangu hapa, kuhusiana na watu waliofaulu sana. Je, mtu akifaulu sana akiwa na GPA kubwa, akipata A nyingi, je, kupata GPA kubwa au kupata A nyingi ndo kufanikiwa kimaisha? Je, kuwa na GPA kubwa ndo kupata kazi? Je, kuwa na GPA kubwa ndo kujua kazi? So kama na wewe ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanajiuliza sana swali kama hili, au ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wana mjadala mkubwa sana ambao wamekosa majibu juu ya hili, basi hakikisha una pay attention mpaka mwisho, kwa sababu ndani ya video hii nitaenda kushare na wewe ukweli wote unaotakiwa kujua kuhusu kuwa na GPA kubwa na kupata kazi, kuhusu kuwa na GPA kubwa na kufanikiwa kimaisha, kuhusu kuwa na GPA kubwa na kujua kazi. Binafsi nimekuwa best student mara tatu mfululizo na niligraduate na GPA ya 4.9, sawa? Kama unavyoona hapa kulia kwangu hapa, sawa? Ni mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, na nikaja nikachukua cheti cha overall best student kama unavyoona hapa, na GPA yangu ilikuwa ni 4 point ngapi? 4.9. So nitakuwa na share na wewe honest review, experience ambayo mwenyewe binafsi ninayo, experience ambayo mwenyewe binafsi nimeipitia, na huwa nawashangaa sana watu wanavyokuwa wana doubt na kudisi vitu mbalimbali. So hapa nitakuwa nakupa wewe clarification ili upate kujua ukweli ambao upo kuhusu nini, upate kujua ukweli kuhusu hilo. So naanza na kitu cha kwanza. Je, kupata GPA kubwa ndo kupata kazi? Au ukiwa na GPA kubwa kuna kugarantii kupata kazi? Jibu inategemeana. Jibu hapo la swali hilo inafanyaje? Jibu la swali hilo inategemeana. Sio kila sehemu GPA kubwa inamata, ila kuna baadhi ya sehemu GPA kubwa inamata. Yaani huwezi ukaenda mbele kama usipokuwa na nini? Kama usipokuwa na GPA kubwa. So kwa namna moja au nyingine ni 50-50. Kuwa na GPA kubwa kuna kusaidia wewe kupata kazi, lakini pia kuwa na GPA kubwa, yani kutokuwa na GPA kubwa hakumaanishi kwamba wewe huwezi kupata nini, au huwezi kupata kazi. Inategemeana na unataka kufanya kazi sekta gani, inategemeana na unataka kuajiriwa sekta gani. Kwenye academic arena, kwenye academic arena au kwenye academic world, sawa? Hauwezi ukaenda mbele kama GPA yako ya kujunga. Yaani kama una GPA ya tia maji, hauwezi kwenda popote. Nikiwa na maana ya kwamba kama unahitaji labda kufanya kazi kwenye vyuo vikuu vyote unavyovijua wewe hapa. Nikiwa na maana kama unataka kufundisha, kuna baadhi ya vyuo vingine hadi wale watu wa maabara unaowajua wewe, unatakiwa wewe una GPA inayojiweza. Sawa, siwezi kuvitaja ni vyuo gani, ila unatakiwa wewe una GPA nini? Wewe una GPA kubwa. So kama wewe unatamani baadaye kuja kufanya kazi kwenye academic arena, kuwa na GPA kubwa ni kitu cha lazima, kwa sababu kwenye hizo kazi, nikiwa na maana ya kwamba kazi za kufundisha chuo kikuu, kazi za maabara, kazi za kuwa researchers, ni kazi ambazo zinahitaji watu ambao wana nini, ni kazi ambazo zinahitaji watu wenye GPA nini, wenye GPA kubwa. Lakini pia hata kwenye sekta mbalimbali unakuta, hata kwenye sekta za afya na sekta nyingine wana demand sana kuwa na nini, kuwa na GPA kubwa. So it's a 50-50, inategemeana tu na wewe utakuwa umechagua kufanya kazi au utakuwa umechaguliwa, inategemeana na wewe utakuwa umechagua kufanya kazi kwenye arena gani au kubezi kwenye area gani, sawa? Hiyo ndo ina dictate, hiyo ndo ina dictate. So sio side zote ambazo ukiwa na GPA kubwa usipokuwa na GPA kubwa unaweza ukakosa nini, unaweza ukakosa kazi. Ila to be very honest and clear, kwenye academic arena, kwenye academic arena na kwenye academic world, hauwezi ukasogea mbele pasina kuwa na nini, na GPA kubwa. Nikiwa na maana kwamba kufanya kazi za kufundisha chuo kikuu, kwenda masters, kwenda PhD, swala la GPA ni kitu cha nini? Yaani kwenda masomo ya postgraduate, swala la GPA ni kitu cha lazima. Na in case kama ikitokea utaangukia kwenye area hiyo, basi maana yake ukiwa na GPA kubwa ni credit kubwa. Kwa hiyo hata ukitaka kwenda kufundisha kwenye shule zozote hizi za sekondari, za private, ukiwa na GPA kubwa, yani inakuwa kama inafanyaje, inakuwa inakuongezea wewe nguvu. So na hisi utakuwa umenielewa. Inategemeana. GPA kubwa inakusaidia kupata kazi, ila inategemeana na wewe umechagua kuwa kwenye nini, kwenye arena gani, au kuwa kwenye field gani, au kuwa kwenye area gani. Lakini haimaanishi usipokuwa nayo utakosa kazi, sawa? Hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, je, kuwa na GPA kubwa au kufaulu sana kimasomo kuna kuhakikishia kufanikiwa mtaani? Hilo na lenyewe pia sio ukweli. Hilo pia na lenyewe sio nini?
Hilo pia na lenyewe sio kweli. Kama ingekuwa ni kweli, basi wale watu waliosoma, wale watu ambao, kuna watu wengine ambao hawajasoma kabisa mtaani lakini wana mafanikio makubwa kuliko hata wale ambao wamefanyaje, kuliko hata wale ambao wamesoma na walifanikiwa vizuri kielimu na wana GPA nini, na walimaliza na GPA kubwa, walimaliza na A nyingi, walikuwa matio. Kuwa na GPA kubwa au kufanikiwa kimasomo hakuhusiani kabisa na kufanikiwa kinini, hakuhusiani kabisa na kufanikiwa kimaisha. Sheria za kufanikiwa ukiwa unasoma, sawa, haimaanishi ukiwa chuoni, ukiwa wapi, ngazi yoyote hiyo, hazihusiani au zinatofautiana na sheria za kutafuta maisha ukiwa nini, ukiwa mtaani, by the way, sawa. Kwa hiyo haimaanishi kwamba kama ulitoka kule ulikuwa na GPA kubwa, ulikuwa una A nyingi kama mimi, labda ukifika huku mtaani maisha yatakuwa marahisi au na kwenye utatoboa kama ulivyotoboa kule. Haikugarantii kitu hicho, kwa sababu hizi ni field mbili tofauti. Yani ni sawasawa na unacheza mchangani unacheza kuna mechi ya mchangani na kuna mechi nyingine inayochezwa labda uwanja wa Taifa, sawa. Hivi ni vitu viwili tofauti, kwa sababu the way vinavyo operate, sheria, the way vinavyo function ni tofauti. Sheria za kufanikiwa kimaisha na sheria za kufanikiwa kwa namna yote, mafanikio yoyote mengine utakayohitaji huko nje, kwa namna moja au nyingine zinaweza zisiwe zile ambazo zilikuwezesha wewe kupata matokeo mazuri kipindi unafanyaje, kipindi unasoma. So kufanikiwa kimasomo vyovyote vile, kufanikiwa kwenye sekta ya shule hakukugarantii wewe moja kwa moja kupata matokeo mazuri au kufanikiwa ukiingia mtaa, kugarantiwe kufanikiwa moja kwa moja ukiingia mtaani, sawa. Kwa sababu mtaani kunahitaji elimu zaidi ya shule, kunahitaji elimu nyingi, kunahitaji wewe una elimu ya fedha, kunahitaji wewe una elimu labda ya biashara, kunahitaji wewe una elimu ya create value, kunahitaji, yani ni combination ya kitu zaidi ya nini, ni combination ya kitu zaidi ya kimoja ndo ambacho unahitaji ili uweze ukafanikiwa mtaani. So kama kwa shule ulikuwa umefanikiwa kwa engo moja, maana yake ukija mtaani uweze kuja ukasema utatoboa kwa engo moja, kwa sababu there is a lot of keys ambazo unatakiwa uzitumie au a lot of codes ambazo unatakiwa uziapply ili uweze ukasogea nini, ili uweze ukasogea au ukafanikiwa nini, ili uweze ukasogea au ukafanikiwa mtaani, sawa. Alafu na kitu cha tatu, je, kuwa na GPA kubwa ndo kujua kazi? Inategemeana pia. Hapo na penyewe ni 50-50. Inategemeana ni 50 nini? Ni 50-50. Kwenye kujua kuna kujua kwa aina mbili. Kwenye kujua kuna kujua kwa vitendo na kwenye kujua kuna kujua by theory, sawa? Yaani kuna kujua by theory alafu kuna kujua by experience. Kuna kujua kwa kufahamu, yani uelewa the way vitu vinavyo operate, the way vitu vinavyo function, na kuna kujua kwa kuweza kufanya au kwa kuexperience the way vile vitu vinavyofanyaje, vinavyo operate. So kwenye engo ya kujua kwa uelewa, kama mtu amesoma huko akawa na GPA kubwa, kwa namna moja au nyingine lazima yule mtu vile vitu atakuwa anavielewa. Kwa namna moja au nyingine yule mtu atakuwa anafanyaje, vile vitu atakuwa anavielewa. Kama ni kazi, basi maana yake kazi anaweza akawa anafanyaje, anaweza akawa anazielewa kwenye engo hiyo. Lakini haimaanishi kuzielewa kwake in terms of theory ndo kuna mgarantii kuelewa kwake upande mwingine, upande wa nini, upande wa kutenda au upande wa kufanya. Upande wa kufanya unahitaji wewe uingie, yani wewe umesha experience kile kitu, au wewe ulishawahi kushuhudia au ulishawahi kuona kikifanyika au kikifanyaje, kikitendeka, sawa. Kwa hiyo GPA kubwa haikugarantii moja kwa moja kujua kazi, sawa. Haikugarantii moja kwa moja kujua nini, kujua kazi, ila mtu mwenye GPA kubwa haigarantii kwa namna moja au nyingine yule mtu vile vitu anakuwa anavifahamu, yani kuhusiana tu na uelewa wa vile vitu anakuwa na nini, anakuwa anauelewa, ila anaweza akawa amelak kama asipojituma au kama asipojitahidi kutafuta kujua kwa kufanya au kujua kwa kutenda, basi maana yake anaweza akawa anajua kwa uelewa ila hajui kwa nini, kwa kufanya. So GPA kubwa haikugarantii wewe kujua kazi. Itakugarantii wewe kujua kazi halfway. Itategemeana tu na wewe jitihada zako na kujituma kwako kukoje. Kuna kujua kwa kuwa na uelewa na kuna kujua kwa kuweza kufanyaje, na kuna kujua kwa kuweza kufanya. So mwenye GPA kubwa maana yake ana possibility kubwa ya kuweza kujua kwa kuwa na uelewa, ila kama hajafanya kile kitu, kama haja experience in real life au in real situation, hawezi kabisa kufanyaje, hawezi kabisa kukielewa, yani hawezi kabisa kujua ile kazi kiuhalisia kule inafanyaje, inafanyikaje. Ila kwenye hapa anaweza akawa anafanyaje, anaweza akawa anaelewa. Yani ni sawa sawa na wewe ukiwa unacheza game la magari ni sawa sawa na wewe ukiwa unacheza game la magari kwenye nini, game la magari kwenye simu. Actually ukiwa unacheza game la magari kwenye simu unaweza ukajiona uko vizuri, yani unajua kila kitu, lakini wewe tukikuchukua tukakupeleka barabarani,
Na hisi utakuwa umenielewa hapo hivyo, the way hivyo vitu vinavyofanyaje, the way hivyo vitu vinavyo operate. So huo ndo ukweli mzima ambao unahitaji kujua kuhusiana na GPA, kuhusiana na kupata GPA kubwa na kupata kazi, kuhusiana na GPA kubwa na kufanikiwa kimaisha mtaani, kuhusiana na GPA kubwa na kujua nini, na kujua kazi. I'm sure utakuwa umeenjoy. So unaweza ukaniandikia kwenye comment hapo, wewe mtazamo wako ni upi, au wewe awali ulikuwa unajua nini, ulikuwa unafahamu kitu gani? Na by the way, kama utatamani kujenga ujuzi wa kazi, nikiwa na maana employability skills, interview preparation, CV preparation, job hunting and job searching, ujuzi wa kazi nikiwa na maana technical skills zote zile, designing, estimation, site supervision, management, lakini pia ujuzi wa ajira binafsi nikiwa na maana ya kwamba expert business, freelancing business, au jinsi ya kujiajiri wewe binafsi kutumia knowledge yako au taaluma yako wewe kama civil engineer au civil technician. Basi hapa ni mahali sahihi kabisa. Unaweza ukatutafuta sisi kama The Civil Engineers Hub na tukakusaidia kwa namna moja au nyingine wewe kufikia malengo yako, au kufikia hapo mahali ambapo ulikuwa unatamani kufika, na kukushauri au kukushauri kwa kukushika mkono kutoka sehemu moja au mpaka kufikia sehemu nyingine. Kama utatamani kupata huduma zetu, basi link nimekuwekea description, link nimekuwekea kwenye description hapa. Nikutakia wakati mwema. Peace.